sekunde moja. Kwa hiyo katika upande wa mawasiliano, namna teknolojia ilivyo, namna vijana ambavyo wanakwenda na kasi, ndivyo ambavyo teknolojia inataka. Lakini teknolojia hiyo pia imekwenda kuingia katika uwanda mwingine, uwanda wa elimu. Wajua sasa hivi kuna sites nyingi sana ambazo vijana wanazitumia, lakini pia jamii kwa ujumla wanazitumia katika kuhakikisha wanaendana na kasi ya teknolojia. Sasa hivi kuna tutorial, mafunzo haya kwa njia ya mtandao, ambayo mtu unaweza ukaingia YouTube labda ukajifunza namna ya kutengeneza kitu fulani, namna ya kufanya program fulani, namna ya kujifunza hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo umeona vijana wengi wamekuwa wakipata elimu kwa njia ya teknolojia kupitia YouTube na sites nyingine, Google na sites nyingine mbalimbali. Kwa hiyo ukiangalia pia katika nyanja hiyo ya elimu, vijana wanafaidika na wanaenda kasi kweli kweli. Kitazama sasa hivi unaweza kukuta kijana ni very intelligent, lakini kwa sababu ya mitandao hii ya kijamii, kwa sababu ya teknolojia hii ambayo ipo sasa hivi, inasaidia sana katika kuhakikisha vijana wanapata elimu. Lakini nyanja nyingine ambayo pia ni muhimu sana, lakini pia inaendana na kasi ya teknolojia kwa vijana, lakini pia kwa jamii kwa ujumla, ni nyanja hii ya biashara na ajira. Sasa hivi biashara nyingi ziko mtandaoni, matangazo mengi yako mtandaoni, lakini hata ajira nyingi pia ziko mtandaoni kwa sasa hivi. Vijana wengi wamejiajiri kupitia mtandao. Watu wanalalamika sana kuwa kuna ukosefu wa ajira, uhaba wa ajira, uchache wa ajira. Lakini kwa mtu ambaye ana uwezo wa kuitumia teknolojia vizuri, ana uwezo mzuri sana wa kujiajiri, kwa sababu kuna sites nyingi sana. Ukiangalia hasa katika mitandao ya kijamii, kuna Instagram, kuna TikTok, lakini pia kuna sites nyingine ambazo ukiweza kuzitumia vizuri kama kijana ambaye unataka kukua kama mjasiriamali, kufanya biashara, lakini ukitaka kujiajiri, hizo ni sites ambazo unaweza ukazitumia. Sijajua muda wako Khalid, kama tunaweza tukavigusa in deep zaidi, lakini in positive way katika upande wa mitandao ya kijamii. Unajua hiyo kasi ambayo inaenda mitandao ya kijamii, kuna positive side na negative side. Kwa katika positive side, hivyo vitu vitatu ni nyanja ambazo vijana wanazitumia vizuri sasa hivi katika kuhakikisha wanaendana na kasi hiyo ya teknolojia katika upande wa elimu. Yani maana yake vijana wanajifunza sana kupitia teknolojia ambayo watu wanatoka katika ile analog wanaingia katika digital. Yani sasa hivi vitu vinafanywa digital zaidi katika upande wa elimu. Vitu vingi sana vimekuwa digitalized. Ndio maana ukionekana sasa hivi unafanya vitu katika njia analog, watu wanakuona kama wewe ni mtu wa miaka ya 60 huko, umepita sana wakati. Kwa hiyo, lakini teknolojia hii unajua katika mbio, huwa kuna mbio ambazo ukienda bila step utaanguka au utapata ajali. Sasa teknolojia hii ambavyo iko speedy sasa hivi, kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda, kila kukicha vitu vinazinduliwa, vitu vipya, lakini pia kuna mambo mapya sana ambayo yanapatikana katika teknolojia. Sasa hivi vinaweza vikaleta athari kubwa. Kwa mfano, kuna wimbi kubwa sana la usambazaji wa taarifa ambazo sio sahihi. Hiyo kasi ambayo tunaizungumzia katika positive way ya mawasiliano, kwa unaweza kuwasiliana na Khalid labda na Mash na watu wengine 100 ndani ya sekunde moja katika positive way, basi ndo the same ambavyo unaweza kuwasiliana na watu hao ukawafikishia taarifa ambayo sio sahihi. Watu sasa hivi teknolojia imefanya ni kuwa kitu ambacho amekiweka Khalid, unaweza kukichukua ukakiweka katika page yako. Labda
katika Instagram yako umepost kitu, mimi nakichukua na kuweka katika page yangu. Na kwa sababu watu wengi ambao wako katika mitandao hii ya kijamii, wapo ambao wana elimu, lakini wapo ambao pia hawana elimu, hasa hii ya habari kwa mfano. Kwa mtu atachukua kile ambacho amekiweka Khalid na kisambaza. Kuna mwingine atakiona labda kwangu mimi, atakichukua atakisambaza. Mwingine atakuta Mashi atakuta kwangu mimi, atakichukua atakisambaza. Kwa hiyo unakuta ile kasi ya usambazaji inakuwa ni kubwa kweli, lakini kitu ambacho kinasambazwa ni kitu ambacho sio sahihi, ni kitu ambacho hakijathibitishwa. Kwa hiyo katika hiyo kasi ya teknolojia, negative way au negative side yake ni kusambaza mawasiliano ambayo sio sahihi. Lakini pia kuna upotezwaji wa muda. Vijana wengi sasa hivi wanapoteza muda sana katika matumizi ya teknolojia pasi na kuwa na manufaa. Unajua, unapotumia simu janja hizi hapo, au unapotumia labda mitandao ya kijamii, ukitumia katika positive way itakuletea manufaa wewe kulingana na malengo yako. Lakini ukitumia katika njia ambayo sio sahihi, utakuwa unajua, kuna watu wanaingia kwenye Instagram, yeye ana scroll tu mwanzo mpaka mwisho, mpaka bando linaisha, anatafuta bando lingine anajiunga, lakini kitu ambacho anakifanya pale hakuna jambo la msingi ambalo analifanya pale. Sasa unakuta nitakachokutana nacho mimi kwenye Instagram ndio hicho nitakachokutana nacho, au labda naingia YouTube, nitakachokutana nacho ndio hicho ambacho nitakutana nacho. Lakini kitu kingine ambacho pia ni kibaya zaidi katika ukuaji wa teknolojia ni hasa kwa vijana. Unajua sasa hivi kuna cyber crime, uhalifu wa kimtandao. Watu wanatumia hivi, kuna kitu mahackers wanaitwa, watu wana haki sana, na watu ambao wanafanya hizi kazi ni vijana. Unajua tena wasomi. Unajua asilimia ya watumiaji wa teknolojia duniani, lakini pia kwa Tanzania 60% plus ni vijana. Kwa maana yake idadi kubwa ya watumiaji wa teknolojia ni vijana. Sasa ukiona kitu ambacho kinasambaa kwa kasi kubwa sana, kiwe ni kizuri au ni kibaya, vijana ndio ambao wana nini. Sasa kwa mfano ukirudi katika hii cyber crime ambayo imekuwa ni kitu kikubwa sana na polisi wanapambana nacho sana. Watu sasa hivi wamekuwa wakifanyiwa uhalifu wa kimtandao katika nyanja nyingi kwa kweli. Watu wameibiwa akaunti zao za benki, watu wameibiwa akaunti zao za Instagram, akaunti zao za YouTube. Inawezekana Khalid umepambana kwa miaka 5 unatengeneza YouTube yako ikae vizuri, lakini kwa sababu yani teknolojia inakuwa na watu wanajifunza vitu vingi, mtu anaona mimi nikapate urahisi kwa ngoja nijaribu kuiba hii akaunti ya Khalid. Sasa ujaribu tu kutumia ujuzi wake katika wizi. Kwa hiyo Kishki TV, nuru ya dini yako.